majitoleo ya wanaume wa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Baba Jobi, unafungua njia wakati maaskofu wetu wanaketi kwa umakini mkubwa kupokea majitoleo yetu ya kukijenga kituo chetu cha malezi. Na baba askofu mkuu amesema tangu ulimwengu umbwe, haya ni maneno yangu, umati ulioko hapa hatujawahi kushuhudia. Tafsiri yake tangu ulimwengu umbwe. Kumbe sasa ni wakati wa kumshangaza baba askofu mkuu. Baba Dekano Jobi, tufungulie njia. Tumsifu Yesu Kristo. Ni siku ya kipekee kwa wanaume wote, hasa katika jimbo letu, tukiwa tunaleta majitoleo yetu kwa ajili ya kuwaleta mapadri mapya mbele ya kanisa. Kwa hiyo ni mimi na wakaribisheni wale viongozi wa dekania wa Paulo wa Msalaba wa UWAKA, naomba waje mara moja haraka hapa mbele. Naomba haraka chap chap. Hawa ndio wanafanya kazi kweli kweli kwa kuleta haya majitoleo yetu katika dekania yetu. Tuwapongeze kwanza. Kazi kubwa ndio waliofanya. Sasa ni ite kuanzia parokia kwanza na kuendelea parokia kanisa kuu waje waweze kutoa ripoti yao mara moja. Na parokia ya kiwanja cha ndege wajiandae. Ili twende na muda na tufanye mambo kwa ufanisi mkubwa, yule kiongozi wa dekania atatoa majitoleo yao, lakini viongozi wa parokia husika mtasimama hapo. Kiongozi wa dekania atatoa taarifa, na basi wale ambao ndio wanaume wamewakilisha parokia hizo na wao tutaomba wasimame ili kusindikiza tukio hilo jema la kiimani. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba kuwasilisha taarifa ya majitoleo ya michango kwa ajili ya kituo cha malezi Miyuji kwa mwaka huu kutoka dekania ya Mtakatifu Paulo wa Msalaba. Naanza na kanisa kuu. Kwa kipindi cha miaka ya 2023 2024 walikuwa wamepangiwa kutoa milioni 6 na walitoa milioni 6 zote. Kwa hiyo kwa kipindi cha nyuma hawana deni. Na kwa kipindi cha mwaka huu walipangiwa kutoa milioni 3 na wametoa zote milioni 3. Mpaka sasa hawana deni, naomba tuwapongeze. Makofi matatu. Makofi matatu. Wa. Wale wa kanisa kuna naomba wasimame. Tunapotaja jina la parokia, wale wote wanaohudhuria kutoka parokia lile waweze kusimama. Naomba wasimame mara moja. Ndio. Hongereni. Naendelea na parokia ya kiwanja cha ndege. Wale wasimame kiwanja cha ndege. Kwa kipindi cha miaka ya 2023 na 2024 walikuwa wamepangiwa kutoa milioni 6 na walitoa milioni 6 na ziada ya 40,000. Na kwa hiyo kwa kipindi cha miaka ya 23-24 hawana deni, na kwa kipindi cha mwaka huu walipangiwa kutoa milioni 3 na wametoa milioni 3 zote, na mpaka sasa hawana deni. Tuwapongeze. Tuwapongeze sana, hongereni sana. Parokia ya tatu ni parokia ya Nkuungu. Wasimame parokia Nkuungu. Kwa kipindi cha mwaka 2023-24 walikuwa wamepangiwa kutoa milioni 6 na walitoa zote milioni 6, na kwa hiyo kwa kipindi cha miaka ya nyuma hawana deni. Na kwa kipindi cha mwaka huu 2020-23 walikuwa wamepangiwa milioni 3 na wametoa milioni 2,700,000 na wamebaki na deni la 300,000. Tuwapongeze, lakini watatoa iliyobaki katika wiki hii nafikiri, si ndio? Parokia ya 4 ni parokia ya Miyuji Mbwanga.
Kwa kipindi cha miaka ya 2023 na 24 walikuwa wamepangiwa kutoa milioni 6 na walitoa milioni 6 zote, na kwa hiyo hawana deni la nyuma. Na kwa kipindi cha mwaka huu 2020 na 25 walipangiwa kutoa milioni 3 na wametoa milioni 3 zote, na kwa maana hiyo hawana deni. Tuwapongeze. Tuwapige makofi sana. Parokia ya 5 ni parokia ya Inyasi wa Loyola. Naomba wasimame wa Inyasi wa Loyola. Kwa kipindi cha miaka ya nyuma walikuwa wamepangiwa kutoa milioni 6. Walibahatika kutoa milioni 4,354,000, na kwa hiyo kwa kipindi cha miaka ya nyuma wana deni la shilingi milioni 1,646,000. Na kwa mwaka huu walipangiwa kutoa milioni 2, wamebahatika kutoa milioni 1,545,000. Na hivyo kwa kipindi chote cha miaka ya nyuma kuanzia 2023 na mpaka mwaka huu wana deni la shilingi milioni 2,100,000. Tuwapigie makofi kwa michango iliyochangia, lakini watazileta. Parokia ya Kizota inasema kwamba wao wamemaliza, ndio viongozi wa dekania wanasema kama tayari. Parokia ya Kizota walikuwa wamepangiwa kutoa milioni 6 kwa kipindi cha miaka ya 23 na 24, wakatoa zote milioni 6. Kwa hiyo mpaka sasa hawana deni kwa kipindi cha nyuma. Wana Kizota wasimame. Na kwa mwaka huu wamepangiwa kutoa milioni 3 na wametoa milioni 3 zote, na mpaka sasa hawana deni. Tuwapongeze. Tuwapigie makofi sana. Parokia inayofuata ni parokia ya 7, parokia ya Nzinje. Ilipangiwa kwa miaka ya nyuma ilipangiwa kutoa milioni 1. Naomba wasimame. Walitoa 100,000, wakabaki wana deni la 9,000. Na kwa mwaka huu wamepangiwa kutoa milioni 1, hawajaweza kutoa, kwa hiyo wana deni la shilingi milioni 1,900,000. Itafuatiliwa. Parokia ya 8 ni parokia ya Mpama, ambao walipangiwa kwa miaka ya nyuma walipangiwa kutoa milioni 1, wakatoa 1,170,000, na hivyo wakabaki na deni la nyuma la 8,830,000. Na kwa mwaka huu walipangiwa kutoa milioni 1, wakatoa 390,000. Kwa hiyo wana deni la nyuma la milioni 1,440,000. Mpama wasimame wapo. Viongozi ndio watafanya. Parokia Mtakatifu Cecilia Muungano walipangiwa kutoa milioni 4 kwa kipindi cha miaka ya nyuma, na wakabahatika kutoa zote milioni 4 kwa kipindi chote cha miaka ya 23 24, na hivyo kwa miaka ya nyuma hawana deni. Na kwa mwaka huu walipangiwa kutoa milioni 2 na wametoa pia milioni 2 zote, kwa maana hiyo hawana deni. Naomba tuwapongeze. Tuwapigie makofi. Wasimame wale. Parokia ya 10 ni parokia ya Nala Kibaoni, walipangiwa kutoa 500,000 kwa miaka ya nyuma. Walitoa 200,000, wakabaki na deni la 300,000. Na kwa mwaka huu walipangiwa kutoa milioni 1, wakatoa 617,000. Kwa hiyo wamebaki na deni la 683,000. Tuwapigie makofi kwa michango walioleta. Roa ya Mbuyuni ni parokia mpya. Kwa mwaka ya nyuma ilikuwa jazaliwa, lakini kwa mwaka huu walipangiwa kutoa 500,000 na wametoa hawajatoa 500,000, bado wanadaiwa 500,000. Itafanya kazi. Parokia teule ya Mtakatifu Peter Clever nao ni parokia mpya. Kwa mwaka ya nyuma walikuwa hawajazaliwa, wamezaliwa mwaka huu, wamepangiwa kutoa milioni 1 na wametoa milioni 1 yote, na hivyo hawana deni. Naomba tuwapongeze. Tuwapigie makofi sana. Pamoja na majitoleo hayo, parokia hizi kuna baadhi zimetoa majitoleo ya kutegemeza kituo cha malezi. Nikianza na kanisa kuu, wameweza kutoa magodoro 3 yenye thamani ya 360,000. Tuwapigie makofi. Kiwanja cha ndege wametoa ngano kilo 50 pamoja na mafuta ya kula lita 20. Tuwapigie makofi. Parokia ya Nkuungu wametoa godoro 1 lenye thamani ya 120,000. Tuwapigie makofi. Parokia ya Miuji Mbwanga wametoa godoro 1 lenye thamani ya shilingi 120,000. Makofi. Parokia ya Kizota wametoa ngano kilo 50. Tuwapigie makofi. Parokia ya Peter Clever wametoa magodoro mawili yenye thamani ya 240,000. Tuwapigie makofi.
Kwa taarifa hii naomba kuwasilisha. Asante Tumsifu sana. Yesu Kristo. Dekania, asante sana. Sasa naomba kwa heshima na unyenyekevu inamia Baba Askofu Mkuu, ikiwa ni ishara na yeye anapokea shukrani zetu. Tutamkabidhi hizi zote kwa pamoja baadaye. Kwa sasa mtamwinamia. Asante. Basi nimwalike Baba Antipas kwa taarifa. Twende spidi kidogo ili tuendane na muda. Tuige mfano wa dekania hii ya Paulo wa Msalaba. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, Baba Askofu Msaidizi, pendwa mapadri, watawa, uwaka na waamini wote mlioalikwa, chukue nafasi hii kualika viongozi wa dekania ya Mtakatifu Petro Mtume. Karibuni viongozi. Tuchangamke viongozi. Dekania ya Mwamba Mtakatifu Petro, baba mtakatifu wa kwanza katika historia ya kanisa. Kutoka Petro mpaka Francisco ni papa wa 266. Asante sana. Basi nimkaribishe kiongozi kutoa taarifa. Karibu kwa niaba ya parokia zote. Tuende kwa haraka kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Dekania ya Mtakatifu Petro Mtume imeundwa na parokia 7, nitazitaja kwa haraka. Dodoma Makulu, Makole, Ilazo, Nzuguni, Kisasa, Swaswa na Yudo. Kwa majitoleo ya mwaka jana tulikuwa tumepangiwa milioni 18,500,000. Na tulitoa zote na ziada milioni 1,80,000. Pangie Mungu makofi. Hii ni dekania ya Mwamba. Kwa mwaka huu 2025 kwa dekania yetu tulikuwa tumepangiwa milioni 18,500,000. Na tunamshukuru Mungu tumemaliza zote na ziada. Pangie Mungu makofi. Baba Askofu na Mwamba. Tumetoa milioni 19,175,000. Asante sana. Ambayo ziada yake ni 6,75,000. Asante sana. Asanteni sana kwa moyo wenu wa ukarimu. Asante. Asante sana, tunashukuru. Viongozi, muinamie Baba Askofu kwa kama ishara ya kumkabidhi. Inamio kubwa. Asante sana. Karibisha dekania. Baada ya dekania Mtakatifu Petro Mtume, nikaribishe dekania ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Viongozi wa waka dekania ya Yohane Mbatizaji, baba dekano. Kama baba dekano ana udhuru, basi viongozi wale wa dekania karibuni. Wakati huo dekania ya Paulo Mtume wajiandae. Dekania ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji inayoundwa na parokia ya Kigwe, parokia ya Bahi, parokia ya Chikopolo na parokia Ibiwa Chikopelo. Parokia ya Chikopelo. Kiongozi wa dekania tafadhali. Karibu kwa taarifa. Karibu hapa mbele msemaji, kiongozi wa dekania. Pita kule baba. Pita kule. Wakati huo karibu. Tupe taarifa kwa kifupi tu. Tumsifu Yesu Kristo. Wanaume wa Katoliki, taarifa ya michango kwa ajili ya huduma za ujenzi wa kituo chetu cha Miuji. Kuna taarifa kutoka Bahi, parokia ya Bahi. Parokia ya Bahi kwa mwaka huu walikuwa wamepangiwa kiasi cha milioni 1, lakini mpaka sasa sijapata taarifa yao, sababu sijamuona kiongozi wa parokia ya Bahi. Asante, tuendelee. Parokia inayofuata walikuwa wamepangiwa 500,000, wamelipa 300,000, bado 200,000.
Kigwe walikuwa wamepangiwa 500,000, wamelipa 360,000, bado 194,000. Ibihwa walikuwa wamepangiwa shilingi 500,000, wamechangia shilingi 800,000, 38, wamelipa na deni la mwaka jana. Ndo mwisho nawakilisha. Asante sana. Kwa parokia ambayo haijawakilisha, basi tunawaomba mjipange vizuri. Asante. Mombe baba dekano wa dekania ya Paulo Mtume aje azikaribishe tuweke mstari hapo tupate baraka kwa baba. Asante sana. Paulo Mtume, kama baba dekano na udhuru, basi viongozi wa dekania na parokia zinazojenga dekania hiyo, karibuni. Paulo Mtume, dekania ya Paulo Mtume inayoundwa na parokia ya Veyula, parokia ya Hanet, parokia ya Itiso na parokia ya Msisi. Wanaume, karibuni. Na naomba parokia hizi ambazo tumezitaja, basi wawakilishi wale wanaume tulioko hapa tusimame ili tutazamane na tuwafahamu wakati viongozi wanatoa taarifa. Uwaka kutoka Veyula, uwaka kutoka Hanet, uwaka kutoka Itiso na uwaka kutoka Msisi. Wakati tunapata taarifa tusimame tukimsindikiza kiongozi wetu anatupa taarifa. Na wakati huo viongozi wa dekania ya dekano wa dekania Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi ajipange kwa taarifa. Kristo tumaini letu, wanaume Katoliki. Asante. Dekania ya Mtakatifu Paulo Mtume imeundwa na ya kwanza parokia ya Veyula. Imeundwa na parokia ya Veyula. Imepangiwa 2,276,000 na leo hii kiasi tulichokiwasilisha ni 70,000. Kiasi inachodaiwa ni 2,60,000. Haya. Tunaingia namba 2. Parokia ya Neti ilipangiwa 2,240,000. Haijawakilisha. Namba 3. Parokia ya Itiso ilipangiwa 650,000. Imewakilisha 171,100 na inadaiwa 478,900. Parokia ya Msisi ilipangiwa 600,000, haijawakilisha. Parokia ya Msalato Magereza ilipangiwa 1,000,000 na imewakilisha 200,000. Kristo naomba kuwakilisha kwa sababu mimi ni mgeni na haya mambo. Asante sana. Basi tutainama hapo angalau mumshukuru baba askofu, mumkabidhi na mpate baraka. Baadaye simameni hapo mpate baraka. Simameni hapo mpate baraka. Angalia mwinamie baba askofu upate baraka. Na zile parokia ambazo hazijakamilisha, basi angalau mwezi huu katika funga yetu tujitahidi kukamilisha. Nimwalike baba dekano wa dekania ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Karibu. Mwashamba Baskofu mkuu, Mwashamba Baskofu msaidizi, waheshimiwa mapadre, watawa, wanauwaka na waumini wote kwa ujumla, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Dekania yetu imeundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Hombolo, parokia ya Chalinze, parokia ya Nzali, parokia ya Chamwino, parokia ya Handali, parokia ya Buigiri, parokia ya Ihumwa na parokia teule ya Yumbu.
Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha viongozi wa dekania ili waweze kuwasilisha matoleo. Wakati kiongozi wa dekania hii ya Yosefu Mfanyakazi anakuja, dekania ya Moyo Mtakatifu wa Yesu ajiandae. Baba dekano na viongozi wake. Karibu. Wanaume wa Katoliki, nasimama hapa kutoa taarifa ya majitoleo kutoka parokia tajwa kama ifuatavyo. Baba dekano amesha kusema. Iyumbu kwa safari hii walipangiwa shilingi milioni 1, lakini hadi sasa tunasema wameweka Kombozi benki kwenye akaunti ya Miyuji 830,000. Ukitoa hapo 170,000 wanaendelea kuzitafuta, watazileta basi. Na kwa rezima hizi zitapatikana tu. Amina. Parokia ya Chamwino Ikulu walipangiwa shilingi milioni 2. Wao wameleta shilingi milioni 1,700,000. Shilingi 300,000 zitakuja. Ihumwa walipangiwa shilingi milioni 2, wameleta shilingi milioni 1. Zitakuja na dekano yuko hapa. Parokia teule Buigili walipangiwa milioni 1, wameleta 710,000. 700,000 nani maana yake 700,000 na 10,000. Asante sana. Tunakwenda kama vile walishaelewa. Amina sana. Kwa hiyo wao kiasi kilichobaki nao pia watazirejesha. Chalinze kule Chalinze Nyama walipangiwa shilingi 500,000. Leo wameleta shilingi 100,000. 400,000 watazileta. Kwa kweli ndugu zetu Wanzali mpaka dakika hii hawajafanya chochote. Tutawafuatilia. Amina. Walipangiwa shilingi 300,000. Wanasema parokia yao na watu wachache, lakini wanasema watajitahidi. Tuendelee. Handali walipangiwa shilingi 300,000, wamezileta. Asante sana. Na bado wenzetu Vikonje nao kigango hicho kiko mbioni. Baba Askofu atasema wakati huo nao waliombwa shilingi 500,000, lakini wao wameleta shilingi 300,000. Makofi kwao. 200,000 watazirejesha. Asante sana. Bwana apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Pia kuna vipaji Hombolo milioni 1. Wao wameleta zote. Kofi kwao. Pia tumembatanisha na vipaji kama dekania ambao ni majitoleo. Sasa vipaji vilishakwenda. Majitoleo yetu ambayo tutaacha hapa kwenye kituo cha malezi, kuna ngano kilo 50. Taja vyote kwa pamoja. Sabuni ya unga kilo 35. Asante. Sukari kilo 60. Asante. Chumvi katoni 1. Asante. Sembe kilo 25. Asante. Mafuta kula lita 20. Asante. Makofi matatu kwao. Asante sana. Naomba baba dekano, dekania ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, basi mtakuja hapa baba, mtamwinamia ikiwa ishara ya kumkabidhi majitoleo yenu, naye pia tawashukuru. Naomba dekano wa dekania ya Moyo Mtakatifu wa Yesu aje hapa mbele, na wale viongozi wa waka tukimbie kidogo, wendo mchaka. Tutasaidia baadaye. Dekania ya Moyo Mtakatifu wa Yesu inaundwa na parokia ya Mloa Bwawani, parokia ya Mpwayungu, parokia ya Chipogoro, parokia ya Manda na parokia ya Mtera. Karibu kiongozi. Asante. Kristo. Wanaume wa Katoliki, kama alivyokwisha kusema hapa kwamba dekania ya Moyo Mtakatifu wa Yesu imeundwa na parokia 5. Anza ya kwanza. Ya kwanza Mtera walipangiwa 500,000, wametoa 1,112,000. Deni 628,000, yaani pamoja na mwaka jana hawakukamilisha. Chipogoro Mtakatifu Matayo Mwinjili walipangiwa 300,000, wametoa 100,000. Deni pamoja na mwaka jana
5,565. Mpwayungu Bikira Maria wa Rozari Takatifu walipangiwa 300,000, wametoa 2,251. Deni pamoja na mwaka jana 1,163,000. Parokia Amanda Bikira Maria Consolata walipangiwa 300,000, wametoa 300,000. Lakini deni la mwaka jana liko pale pale 300,059. Parokia Mloa ambao ipo makao makuu ya dekania walipangiwa 300,000, wametoa 300,800. Lakini mwaka jana tulikuwa na deni la 200,000. Kwa hiyo yote ambayo tulikusanya 600,000. Maana yake tumelipa deni na baki 100,000. Asante, naomba kuwasilisha. Asante sana. Basi naomba viongozi tuweke mstari hapo, tumwinamie baba askofu ikiwa ni ishara kumkabidhi naye natubariki. Namuomba dekano wa dekania ya Mtakatifu Francisco wa Asizi na viongozi wa waka wa dekania hiyo inayoundwa na parokia zifuatazo waje hapa mbele: parokia ya Kongwa, parokia ya Mlali, parokia ya Kibaigwa, parokia ya Mkoka na parokia ya Hemba Hemba. Kama baba dekano ana udhuru wa kichungaji, viongozi wa dekania karibuni. Na wanaume kutoka parokia hizo tusimame ili tuwaone. Wakati huo viongozi wa dekania, baba dekano wa dekania Bikira Maria Waludi ajiandae na parokia zake. Karibu. Tutakuwa tunatoa makofi 3 mwisho. Sasa tupate tu taarifa ili tuweze ile kamati yetu ya fedha iweze kuweka taarifa vizuri. Tutatoa makofi kwa wote 3 mwishoni kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. 2025 naomba kutoa taarifa ya dekania ya Mtakatifu Francisco Azizi Kongwa kama ifuatavyo. Dekania hii kama alivyotangaza baba inaundwa na parokia 5. Zitaje kwa viwango vyao. Parokia ya Mkoka walipangiwa kiasi cha shilingi 800,000. Deni lote walisema wako njiani bado hajafika, kwa hiyo sina taarifa nao. Okay. Parokia Kibaigwa Mtakatifu Antoni wa Padua deni lote 800,000 na wenyewe walikuwa njiani, bado sina taarifa nao. Tuendelee. Parokia ya Mlali Mtakatifu Teresia wa Padua na wenyewe walikuwa na deni lote la shilingi 800,000, mpaka sasa hawajawakilisha. Parokia Hemba Hemba Mtakatifu Luka Mwinjili walikuwa na deni lote 900,000, leo wamekabidhi 200,000, wanadaiwa 700,000. Mtakatifu Francisco Azizi Kongwa deni lote ilikuwa shilingi 1,000,000, leo wamekuja na mali zenye thamani ya shilingi 312,000, wanadaiwa 688,000. Naomba kuwakilisha. Makofi 3 kwao kuwatia moyo. Najua mwisho wa mwezi huu watafanya jambo. Basi tumwinamie baba askofu ikiwa ni ishara kumuonyesha majitoleo yetu naye anatubariki. Namuomba baba dekano wa dekania ya Bikira Maria Waludi au viongozi wa uwaka wanaounda dekania hiyo. Baba dekano anakuja. Wakati baba dekano anawakilisha majitoleo ya wanaume wa dekania hii, naomba baba dekano wa dekania ya Bikira Maria wa Fatima ajiandae. Karibu. Dekania ya Bikira Maria wa Lourdes inaundwa na parokia ya Mpwapwa, parokia ya Lumuma, parokia ya Mbuga, parokia ya Pwaga pamoja na parokia ya Berege. Kwa nipenda kumkaribisha kiongozi kwa ajili ya kupatia taarifa ya parokia hizo.
Dekania Maria wa Fatima, tujiandae. Baba Dekano, karibu. Wanaume wa Katoliki, nguzo imara hekalu la Bwana. Kama alivyotangulia dekano wa dekania ya Bikira Maria wa Lourdes, dekania hii inaundwa na parokia 5 ambazo ni Mpwapwa, Lumuma, Pwaga, Mbuga na Berege. 2025 dekania imepangiwa shilingi milioni 3.4. Mawasilisho, parokia ya Mpwapwa ilipangiwa shilingi milioni 2, leo imewasilisha shilingi 300,000. Dekania parokia ya Lumuma imepangiwa shilingi 500,000, nao wako njiani wanakuja, mpaka sasa hawajafika. Pwaga, parokia ya Pwaga ilipangiwa 300,000, nao pia siji usafiri bado wanasubiri, wanakuja. Parokia ya Berege walipangiwa shilingi 300,000, wametoa shilingi 10,000, bado 290,000. Na mwisho parokia ya Mbuga wamepangiwa shilingi 300,000, nao pia hawajafika. Matoleo dekania imetoa kilo 50 za mchele wenye thamani wa shilingi 125,000 na mafuta ya kula yenye thamani ya shilingi 70,000. Jumla ya matoleo ni shilingi 195,000. Naomba kuwasilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Basi tuweke mstari, tumwinamie Baba Askofu ikiwa ni ishara kumkabidhi matoleo yetu na yanatupa baraka. Nimkaribishe Baba Dekano wa dekania ya Bikira Maria wa Fatima na wanaume kutoka dekania hiyo wote ambao tuko hapa, tusimame kusindikiza tendo hilo la majitoleo yetu. Dekania ya Bikira Maria wa Fatima inaundwa Dekania ya Bikira Maria wa Fatima inaundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Kibakwe, parokia ya Kinusi, parokia ya Rudi na parokia ya Ruhomelo. Baba Dekano, kama na udhuru, naomba viongozi wa waka kutoka parokia hizi waje watoe taarifa. Kama na wao pia hawapo, basi nimkaribishe Baba Dekano wa dekania ya Mtakatifu Agustino wa Hippo. Dekania ya Agustino wa Hippo inaundwa na parokia zifuatazo. Baba Dekano yupo, atazitaja katika utaratibu uliopo. Viongozi wa dekania hii waje hapa mbele wasindikize tukio hilo. Basi nimesikia ITV wanarusha tangazo. Sasa hao walioko njiani ambao sina habari zao, sijui wataifanyaje hiyo. Mwashamba Baskofu mkuu, Mwashamba Baskofu msaidizi, waheshimiwa mapadre, mheshimiwa baba shemasi, watawa wa kike na wa kiume, wanakwaya kwa namna pekee, majubilanti wetu na uwaka kwa ujumla, na wale wote waliopenda kutuunga mkono. Tumsifu Yesu Kristo. Basi dekania Mtakatifu Agustino wa Hippo inaundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Bikira Maria Mkingiwa dhambi ya asili Bihawana, parokia ya Mwenye Heri Carlos Tip Chidachi, parokia ya Mwenye Heri Maria Vicenza Poloni Ntiuka, Vicenza Maria Poloni Ntiuka, alafu parokia ya Yohani Mtume maeneo ya chuo kikuu cha St. John, na parokia teule ya Mtakatifu Francisco Xaveri Michese. Basi niwakaribishe viongozi wa dekania ya Mtakatifu Agustino wa Hippo kwa ajili ya taarifa rasmi. Karibuni sana. Jubilei 2025. Basi napenda kuwasilisha taarifa ya dekania ya Mtakatifu Agustino wa Hippo inayoundwa na parokia ya Bihawana, Chidachi, Yohane Mtume, Ntiuka na parokia teule ya Michese. Chidachi tulipangiwa shilingi milioni 3 kwa mwaka 2025 na tumelipa zote milioni 3,10,500.
kasoro tuna deni la mwaka 2023 na 24 milioni 1,345,000. Dekania ya Bihawana, parokia ya Bihawana ilipangiwa mwaka jana shilingi milioni 2 mwaka huu, na wamechangia milioni 1,110,000, lakini kuna mapungufu ya madeni ambayo yako nyuma ya shilingi milioni 2,590,000, kwa maana yake 23, 24, 25. Parokia ya Yohane Mtume kwa mwaka huu imepangiwa itoe shilingi milioni 2 na imechangia shilingi milioni 1,500,000, lakini kwa mwaka 2023, 24, 25 bado kuna mawasilisho ya shilingi milioni 5,268,000. Parokia ya Antioka ilipangiwa shilingi milioni 2, imewasilisha shilingi milioni 1,600,000, lakini inatakiwa ikamilishe mawasilisho ya madeni ya mwaka 23, 24 na 25 milioni 1,565,000. Parokia teule ya Michese ilipangiwa shilingi milioni 1 na imekamilisha zote. Sambamba na hilo, kuna majitoleo ambayo yatawasilishwa. Parokia Michese itawasilisha godoro 1. Parokia ya Bihawana wataleta sukari kilo 5. Parokia ya Chidachi wataleta mfuko 1 wa ngano. Parokia ya Antioka wataleta sukari kilo 43 na mafuta lita 5. Naomba kuwasilisha. Basi ndio hitimisho. Kitinda mimba amemaliza. Tunamshukuru Baba Askofu Mkuu na wale wote waliotoa. Naomba tuendelee kuchangia kituo hiki. Asanteni kwa kutusikiliza. Asante sana. Sasa tunamwalika Baba Askofu Mkuu. Tutamwinamia Baba Askofu Mkuu ikiwa ni ishara ya kumkabidhi majitoleo yetu na inatupa baraka. Baba, hayo ndio majitoleo ya wanaume wa Katoliki awamu hii, na sasa tunakaribisha tuendelee kwa adhimisho la Ekaristi.